Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunatazama huko Mashariki ya Kati ambapo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imezionya Uingereza na Ufaransa kuhusu kupeleka wanajeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Uingereza imesema itapeleka meli yake ya kivita katika mlango wa bahari wa Hormuz kwa ajili ya kufungua mlango huo wa bahari, lakini kutokana na hali ilivyo, Iran imesema kamwe haitoruhusu mataifa hayo hasa Uingereza na Ufaransa ambazo zimejiandaa tayari kwa ajili ya kupeleka wanajeshi pamoja na meli za kivita kwa ajili ya kuisaidia Marekani kufungua mlango wa bahari Hormuz na mambo mengine ya kivita nchini humo. Lakini Iran imesema na kutoa onyo kwamba kamwe vikosi hivyo visithubutu kuingia katika mlango wa bahari Hormuz, kwamba vitakabiliwa na jibu la haraka la Iran na jibu la kuumiza. Iran imezionya Ufaransa na Uingereza kwamba kutumwa kwa vikosi vyao katika mlango wa bahari Hormuz kutakabiliwa na jibu kali, lakini pia ni kuongeza hali ya uhasama uliopo kati ya Israel, Marekani na Iran. Katika siku za hivi karibuni, Ufaransa na Uingereza zimetangaza kwamba zitapeleka meli za kivita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Nchi za Ulaya zinasema kutumwa kwa vikosi hivi kunalenga kushiriki katika ujumbe wa kimataifa ili kuhakikisha usalama wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Nchi hizo mbili zinasema ujumbe huo utaanza baada ya kumalizika kwa vita. Mvutano kuhusu usalama wa njia hiyo ya maji umeongezeka katika wiki za hivi karibuni baada ya Iran kufunga mlango wa bahari wa Hormuz. Tehran hapo awali ilionya kwamba ingezingatia uwepo wote wa kijeshi wa kigeni karibu na njia ya maji kama kitendo cha uhasama. Hata hivyo, endapo vita vitazuka wakati huu, Iran ipo tayari kufanya mashambulizi hata katika mataifa hayo ya Ulaya. Lakini ni wakati ambapo nchi hizo, wakati vita vinaanza, ziliamua kwamba hazitaendelea na mapambano. Hata hivyo, jeshi la Iran limeongeza kuwa licha tu ya Uingereza na Ufaransa kupeleka meli zao za kivita, lakini nchi yoyote itakayotekeleza vikwazo vya Marekani zitapata ugumu kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi hilo limeongeza kuwa kuanzia sasa nchi ambazo zitafuata maelezo ya Marekani katika kuweka vikwazo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zitakumbana na changamoto ya kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa jeshi anasema. Kulingana na shirika la habari la serikali la Iran IRNA, msemaji wa jeshi Mohamed Akramenia alisema kuwa Marekani hawataweza kugeuza eneo hilo la kaskazini mwa bahari ya Hindi kuwa kizuizi halisi na meli zao za kijeshi. Msemaji huyo aliongeza kuwa bila shaka madai ya kizuizi yalikuwa ni jaribio la kutumia propaganda ili kudhoofisha usimamizi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, na ameongeza kusema kwamba biashara yetu ya baharini inaendelea kama kawaida, ni meli chache tu zimezuiliwa, huku sisi pia tukizuia meli za utawala wa Israel. Inadaiwa pia kwamba meli ya Marekani imeshambuliwa katika pwani ya Qatar. Shirika la habari la Fars limenukuu chanzo cha habari likisema kwamba meli hiyo kubwa iliyolengwa karibu na pwani ya Qatar ilikuwa ya Marekani na ilikuwa ikipepea chini ya bendera ya Marekani. Mtandao wa habari wa Iran pia umenukuu duru za habari zikisema kuwa meli ya mizigo iliyokuwa ikilengwa ilikuwa ikisafiri chini ya bendera ya Marekani na ni ya Marekani. Hata hivyo, Marekani haikutoa maoni yoyote. Kamandi ya operesheni za baharini ya Uingereza imeripoti saa chache zilizopita kwamba meli iliyoshambuliwa na kombora lisilojulikana kilomita 43 kaskazini mashariki mwa Doha, mjini mkuu wa Qatar, na moto mdogo ulizuka ni meli kutoka nchini Qatar. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.